hamwezi tulia. Ombi la Yoshua ni nukuu toka kitabu cha Yashiri. Je, haya ya kuandikwa ndani ya kitabu cha Yashiri? Kitabu cha Yashiri ni nini? Wengine wamedhani ni kitabu cha wimbo wa nyimbo. Wengine wamesema ni kitabu cha wenye haki. Ni kitabu cha sifa au kitabu cha nyimbo. Ndio jina lake. Kitabu hiki ni mkusanyiko wa nyimbo zenye kumbukumbu za matukio yaliyofanywa na mashujaa wa Israeli. Mashujaa hawa walikuwa watu wanyoofu wa mioyo. Hatuna leo kitabu hiki, lakini kuna documentary ya kurasa zake 1751 ni nakala ambazo zimetunzwa na Yoshua. Kwa nini ana nukuu kitabu cha Yashiri? Kitabu hiki cha Yashari kilikuwa ni kitabu ambacho jamii ya wana wa Israeli na mashariki ya mbali walikuwa wanaandika kanuni zao na maombi yao. Hicho kitabu cha Yashiri, na ndani ya kitabu cha Yashiri palikuwa na maandiko yanayosema ukiwa na shida yoyote, muombe Mungu jambo lolote, atafanya mambo yaliyoshindikana yawezekane. Kwa sababu huu ulikuwa ni wimbo maalum, unaimbwa mashuleni kule Mashariki ya Kati, unaimbwa maofisini, unaimbwa makazini, na kile kitabu kilikuwa maarufu sana, kilikuwa na nukuu maarufu sana. Hivyo Yoshua alichunguza habari za Mungu na akasoma kitabu cha Yashiri kilichokuwa kimeandikwa Mungu hufanya mambo kinyume cha mazoea. Hilo neno alipolichukua Yoshua akaliweka kichwani kuliingiza katika utendaji. Na ndio maana Biblia inasema alinukuu toka kitabu cha Yashiri maneno ya kwamba Mungu anaweza. Jioni ya leo kitabu chetu cha Yashiri ni nyimbo za Temeke, za Sua na za Misufini. Kitabu chetu cha Yashiri ni kitabu cha nyimbo za vitabuni. Kitabu chetu cha Yashiri ni neno la Bwana linasema niite nami nitaitika, niite nami nitaitika, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Yoshua alinukuu kitabu cha Yashiri, sisi tunanukuu neno la Yesu, niite nami nitaitika. Kwa nini hii ilijulikana kuwa ombi la Yoshua? Ni kwa sababu imeandikwa Yoshua akanena na Bwana siku hiyo. Aliongea na Mungu wake, alinena na Bwana siku hiyo. Katika lugha ya Kiashuru maneno haya yameandikwa Yoshua akanena mbele za Bwana. Yoshua akanena katika uwepo wa Bwana. Yoshua akanena mbele za Bwana. Yoshua akanena, kwa akuongea tu. Aliongea alipojua amezingirwa na uwepo wa malaika, uwepo wa nguvu za Mungu, uwepo wa Bwana. Biblia inasema akanena mbele za Bwana. Vitabu vya zamani vya Ashuru vinasema alinena akiwa katika uwepo wa Bwana. Akuongea tu. Alinena kwa sababu palikuwa na mazingira ya Mungu kuwa pamoja naye. Jioni ya leo, kati ya mambo ya msingi ya kuyafuata na kuyafanya, hakikisha Roho Mtakatifu aondoki ndani ya maisha yako. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, unakuwa na uwepo wa Bwana. Maombi yetu hayajibiwi kwa sababu hakuna uwepo wa Bwana. Na Biblia inasema Roho atakapokaa ndani yako, Mwana naye atakaa ndani yako, na Baba atakaa ndani yako. Maana yake utakuwa umezungukwa na uwepo wa Bwana. Katika makambi haya tunapomsubiri Yesu aje, tujikite kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu iwe ndani yetu,
Na hiyo nguvu itakapokuwa ndani yetu, tutaomba katika uwepo wa Bwana. Maombi yetu hayajibiwi, maana tunapoomba hakuna uwepo wa Bwana. Tunakuwa na emotion. Tunapomlilia Bwana tunakuwa empty. Lakini tunapoomba kwenye uwepo wa Bwana, lazima atajibu. Na katika makambi haya pana uwepo wa Bwana. Hivyo jioni ya leo, kwa sababu tunaomba katika uwepo wake, akajibu maombi yako yote. Basi jua likasimama kimya katikati ya mbingu, halikufanya haraka kuchwa kama muda wa siku nzima. Kama jua lingesimama muda wa siku nzima, inamaanisha kazi ya kupata ushindi ingechukua siku 2. Na Yoshua akutaka ushindi uchukue siku 2. Alitaka ushindi upatikane mara moja, kwa haraka. Akutaka kuchukua siku 2. Jioni ya leo, ombi ulioliomba kwa muda mrefu, Bwana lazima alijibu leo kulingana na ahadi ya Biblia. Yoshua hakutaka mambo ya siku 2. Wale wenye imani leo, Bwana lazima ajibu maombi yako. Hatutaki kesho, leo, maana ni ahadi ya Bwana. Hakuna ombi la mwenye haki linalochukua siku 2. Wale wenye imani watanielewa, wasio na imani hawezi kunielewa jioni ya leo, maana hili ubiri ni la ahadi. Yoshua alisema haiwezekani Mungu utupe ushindi kwa siku 2 wala 3. Mungu, ninataka leo, jioni ya leo ni leo. Lazima jua lisimame na mwezi utulie. Yoshua hakutaka kuchelewesha mambo. Yoshua hakutaka vitu vidogo. Jioni ya leo, pana watu ambao wamezoea kuongea negative. Unajua, ukiwa na miaka 40 huwezi kuolewa. Kwa hapo nitachelewa sana. Unajua bana, ukifikisha miaka 70 lazima umwe tezi dume, yani lazima umwe. Unajua bana, mauvimbe haya kwa kina mama miaka 45 lazima uyapate tu, lazima uyapate. Yani watu, unajua ukifuga kuku wanakufa. Unajua ukilima, yani nakwambia mvua ziponyesha umekwisha. Unajua ukinunua gari litapata ajali. Unajua bwana, unajua ukifanya hiki itakuwa hivi. Yani kuna watu ambao wanaongea negativity, mambo ambayo ni mabaya. Hawa sio watu ninaohubiri nao, hao ni waoga. Tunataka watu jasiri kama Yoshua. Siku moja tulikuwa kwenye msiba Mbeya, watumishi wengi. Yule mchungaji aliyehubiri alituua wote pale. Sema wenye miaka 60, mmekaribia kuondoka, bye. Wenye miaka 70, ninyi anzeni kuimba kwaya ili muondoke mkiwa kwenye kwaya. Mama mfiwa sasa akaanza kulia tena, sio faraja ile. Akasema hata nyie mliotoka Dar es Salaam mnaweza mkapata ajali Mikumi, mnaweza msifike. Jamaa alituweka wote ndani ya majeneza, akatufukia wote tulioko pale. Mimi nikamwambia Mungu, naomba huyu jamaa nichague kuomba ombi la mwisho. Sikuwa kwenye ratiba, ili nirekebishe, kwa sababu mambo mabaya haya nini haya. Nikaanza kuomba, Mungu naomba nipe ombi la mwisho. Kwenye ratiba sipo, naomba. Akatuweka ndani ya majeneza wote. Wenye miaka 30, miaka 100 wote ampo hapa. Sijui mnaosoma msipoolewa mapema. Akaweka watu wote ndani ya jeneza, kanisa zima linalia. Alipohubiri akasema,
Lumbe, njoo utuombe. Nikasema tayari. Nikasema Yesu, tunazuia kifo kwa wote walioko hapa, wakaone wajukuu na vitukuu na vilembwe, wakawe na uzee ulioshiba kama wa Ayubu. Waliotoka Dar es Salaam warudi, na huyu mzee naye mpe maisha marefu. Akasema amina. Nikasema huyu mama mfiwa, hii familia iliyofiwa, zuia vifo, wape uzao, wazaliane wakakave gepu. Mama mfiwa nikaona naye, maana hilo ombi sikufumba macho. Kuna maombi ya hatari kama hayo, usifumbe macho, maana pale umesimama kati ya nuru na giza. Mama mfiwa nikaona anatabasamu. Baada ya hapo nikatangaza mibaraka, maana mimi ni Joshua. Joshua akusema Mungu, ukijua likizama tumepigwa, tutaaibika, jina lako litaaibika. Mungu zima yeye alikuja na authority, kwa sababu alikuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yake, akawa na authority, akaongea, wewe jua simama. Sio na kuomba kwa jina la Mungu, wewe jua simama, kwa sababu Biblia inasema Musa, nitakufanya kuwa kama Mungu kwa Farao. Ukiwa na Roho wa Mungu ndani yako, unakuwa kama Mungu kwa magonjwa yako, unakuwa kama Mungu kwa uzima, unakuwa kama Mungu dhidi ya giza, unaweza kuongea vikatii. Baada hapo nikasema amina, watu wakasema amina, watu wakawa na furaha. Sikiliza, epuka kuongea negativity, mambo madogo madogo. Joshua anaomba jambo kubwa ambalo halijawahi kuomba. Jioni ya leo omba mambo makubwa makubwa. Mungu hashughuliki na vitu vidogo vidogo, anashughulika na watu wanaomba mambo makubwa. Na ndio maana Kalebu anapofika katika mlima ule wa Kanani, anasema nipe mlima wenye majitu, bila shaka Bwana atakuwa pamoja nami. Msinipe vimilima vidogo vidogo, nipe mlima huu. Jioni ya leo Bwana akupe mlima ulioshindwa kwa jina la Yesu. Nipe mlima huu. Watu wa Mungu hawaombi vitu vidogo vidogo, na discourage watu wanaomba vitu vidogo vidogo. Na hata Jumamosi kwa makambi, ile kauli ya tusipoonana duniani tunaona mbinguni, usitamke hapa. Wewe una mpango gani na mimi? Bado Mungu anataka tumalize kazi, tutaonana. Mungu ataleta hukumuni kila neno la siri, jema au baya. Na Mithali anasema kila baya unaolitamka linakujia. Mimi sitaolewa. Sasa tayari hauna imani, hata kuomba utaomba hivyo hivyo, mtu asiye na imani. Jioni ya leo imani zetu zikaamshwe kama imani za Joshua. Hajawahi kuona jua linasimama, hajawahi kuona mwezi umesimama, hajawahi kuona hilo tukio, lakini nguvu ya Bwana iliyoko ndani yake inamsababisha aombe mambo yaliyoshindikana. Bwana awe nawe, mwambie mambo makubwa na sio madogodogo. Jua simama, mwezi tulia. Jua simama, mwezi tulia. Jua simama, mwezi tulia, mpaka ushindi utakapopatikana. Sasa wanasayansi wamekuwa na argument, hivi jua kweli lisimama? Inawezekaneje? Wakaingia kwenye research, wakajiuliza maswali haya: ikiwa jua lilisimama, je, halikuathiri utaratibu wa mfumo wa jua, solar system? Hapa tunahitaji kutafakari, wana misufini, mambo matatu: mzunguko wa dunia katika muhimili wake, jua na mfumo wa jua kwa ujumla. Kwa vyovyote tendo la kusimama jua lingeathiri malimwengu. Kesho bila shaka taa zitakuwepo hapa huenda hata watu hamna, mimi siwaoni. Mpo?
Au watu wametoka? Jamani, mpo? Tumalizie nikate. Unaweza ukahubiri, kumbe watu walishaondoka. Na hizi taa ndio sioni. Fundi mitambo, kesho weka taa huko. Temeke, mpo? Basi. Najua ninyi hamwezi kuniacha. Hapa tunahitaji kutafakari mambo matatu: mzunguko wa dunia katika muhimili wake, jua na mfumo wa jua kwa ujumla. Kwa vyovyote tendo la kusimama jua lingeathiri malimwengu mengine, maana jua ni moja tu. Kwa hiyo kama kweli lisimama, maana yake sio jua tu la pale Israeli, Palestina, ni jua la dunia nzima. Dunia nzima ilisimama, jua likwenda. Je, ni tendo la kusimama lilitokea kweli? Kama lilitokea, malimwengu mengine yalishuhudia tendo hilo kweli? Je, mbona hakuna hata taifa moja waliokuja Israeli kushangaa tendo hili la jua kusimama? Je, lilitokea Gibeoni peke yake? Haya ni maswali ambayo yanaweza kukosa majibu kutokana na muujiza mkubwa. Siku zote Mungu anapofanya muujiza mkubwa, maswali hayajibiki. Siku zote Mungu anapofanya muujiza mkubwa, maswali hayajibiki. We, imekuweje umepata ujauzito na miaka 46? Mimi sijui. Imekuweje umepata mkopo na tena mwaka wa 3 karibia unamaliza chuo, umekosa miaka 2? Mimi sijui. Miujiza ya Mungu hainaga majibu, ila ina maswali. Hivi imekuweje wewe unaneemeka sana? Mimi sijui. Ilikuweje ukimwi ukapona kwenye mwili wako? Mimi sijui. Mambo makubwa ya Mungu hayanaga majibu. Ilikuweje ukafika hapa ulipo? Mimi sijui. Wanasayansi wanajiuliza, wanakosa majibu. Kama haujawahi pata muujiza ambao ulikosa majibu, bado hujaomba. Jioni ya leo mwambie Mungu mambo makubwa unayotaka kutendee, kiasi kwamba wewe ushindwe kujua limetokeeje, na watu wanaokuuliza wakose majibu. Maana miujiza ya Mungu haina majibu. Walipovuka bahari ya Shamu, hakuna maelezo wala hakuna majibu. Walipovuka mto Yordani, hakuna maelezo wala hakuna majibu. Kunguru kuongea na Elia, hakuna maelezo wala hakuna majibu. Yule kipofu Bartimayo kuona, hakuna maelezo wala hakuna majibu. Yesu kutembea juu ya maji, hakuna maelezo wala hakuna majibu. Elia kupambana dhidi ya Ahabu, anatumwa aende kwa Ahabu. Geti la ikulu lina mageti 6, ikulu ina mageti 6. Anapita geti la kwanza, walinzi hawamuoni, la pili hawamuoni, la 3, la 4, la 5, anaenda mpaka chumbani mwa Ahabu, anamtangazia hukumu. Anatoka, ndio Ahabu anaenda kwa walinzi, mmemwona mtu huyu? Mbona hatujaona? Elia aliingieje mpaka ikulu? Hakuna majibu, hata yeye hajui. Jioni ya leo Yesu akakufanyie jambo kubwa utakalokosa majibu wewe, na yule atakaye kuuliza akose majibu. Unasema, mchungaji unatueleza nini? Siku moja kuna mshiriki wa mtaa fulani uko na chunga, alienda kwa mganga wa kienyeji. Alipofika kwa mganga, ananisimulia yeye, mganga akasema, wewe unasali kanisa gani? Wa Sabato. Mbona sasa pale mna timu nzuri ya maombi? Na yule mchungaji anaitwa Lumbe. Yule hata mimi naomba nipeleke akaniombe. Ameenda kule Gongo la Mboto ndani, mganga sasa, na mimi yule namfuatia, nipeleke kwa timu ya maombi ya kanisani kwenu. Wewe unamwacha Mungu unakuja huko? Akaja akasema, bana, nilienda sasa hapo, lazima uje kwangu utake usitake. Maana upo katikati, mganga kaukataa, Mungu akaukataa, lazima urudi kukata rufaa kwa mchungaji. Akaniambia, bana, nilikwenda
Unajua mume wangu ananisumbua nilipokwenda, nikasema sitaki kujua mume wako. Mganga kasema hapa kanisani pana Mungu hapa, kwa anataka uende. Sasa mimi nianze kwenda kwa mganga? Nikatuma timu ya injilisti kwanza, ili wakipigwa wakapigwe wao kwanza. Walipopanda basi wanakwenda, anawaambia ninawaona kwenye kioo, ninaona mmepanda basi. Shukeni hapo hapo, pandeni ya Chanika. Shukeni. Sasa ulisema ninawaona, njooni njia hiyo hiyo. Anawaona kupitia nyumbani. Walipofika akawaambia nipelekeni kanisani Kinyerezi nikafanyiwe maombi. Akaletwa kanisani katikati ya juma, mimi na watimu ya wainjilisti, tukakutana na yule mama. Sasa ilikuwaje akatuona sisi hatuna majibu? Ilikuwaje akamuaje hapa hatuna majibu? Tulimuombea, mapepo yalitoka na baadaye akamwamini Yesu. Mganga Concord kwa miaka 30 wa kienyeji, anajua watu wa Mungu. Jioni ya leo ukiwa na nguvu za Yesu ndani yako, atakufanyia jambo litakalokosa majibu. Na jioni ya leo tunashughulika na hilo, ya kwamba Baba, watoto wako tumekuja kwenye kambi tunaugua, tumekuja kwenye kambi familia zimesambaratika, tumekuja kwenye kambi wachumba wametuacha, hatuna majibu ya maswali yetu, na vita inapiganwa. Mataifa tayari yamepangana kutushambulia. Sasa tunafanya nini? Tunakuja katika madhabahu yako, tunakuja katika hema yako, tukikwambia Yesu, simamisha vita hizi mpaka ushindi upatikane. Na jioni ya leo, kwa kila anayeamini, ushindi unakwenda kupatikana leo. Hakuna kulala. Nazungumza hakuna kulala kwa jina la Yesu. Ushindi kwa mujibu wa Biblia, kwa mujibu wa hili fungu, ushindi hautakuja kesho. Kesho tutaomba mengine, lakini uliokuja nao leo, biashara inaisha leo. Na ndio maana dunia leo imechanganyikiwa. Wanakwenda kwa mitume, wanapewa masabuni, wanapewa vitambaa. Unachukua kitambaa eti hiki ni cha nabii, ukijifuta utaje hata jina Yesu, ukijifuta eti amekiombea nabii nitapona. Unafuta sabuni. Mama mmoja kampiga mtoto wake mpaka anataka kumuua, ametumbukiza sabuni ya upako kwenye choo. Sasa umemtumbukiza Mungu wangu kwenye choo? Na ni Mwadventista Msabato. Unakwenda kwenye mikesha ya mitume, unafunga safari mpaka Dar es Salaam. Mwadventista huko hapa, unasahau imani tuliopewa. Jioni ya leo ninamtangaza Yesu. Biblia iko wazi, inasema tumepewa jina moja lipitalo majina yote mbinguni, duniani na chini, na katika hilo jina kila goti litapigwa. Na jina hilo sio leso, sio sabuni, sio mafuta, ni jina la Yesu Kristo. Only one, jina moja lipitalo majina yote. Fikiria unajimu. Kiunajimu tunajua jua simama, limesimama. Dunia ndio ulizunguka jua. Dunia ulizunguka jua kwa muda wa siku 365, masaa 5, dakika 45 na sekunde 48. Dunia hujizungusha katika muhimili wake kwa muda wa masaa 23, dakika 56 na sekunde 4. Ndio mzunguko wa saa 24. Nini kilifanyika siku hiyo? Je, ni dunia ilisimama mzunguko wake angalau mara moja? Mwandishi wa kitabu cha Joshua anataja rahisi tu, jua likasimama katikati ya mbingu, wala alikufanya haraka kuchwa kwa muda siku nzima. Wale wanaoamini miujiza wanaamini kwamba Mungu anaweza kufanya lolote kwa wakati wowote kwa viumbe wake
anatawala ahadi ya asili, hivyo anaweza kufanya lolote katika asili bila kuathiri chochote. Wengine wanaamini dunia ilirudi nyuma katika mzunguko wake kwenye muhimili. Ikiwa hiki ndicho kilifanyika, tendo la dunia kurudi nyuma katika mzunguko wa muhimili wake, basi mzunguko wa dunia kulizunguka jua unakosa majibu kwamba wenyewe ulikwendaje siku hiyo. Walipojadili sana hawa na sayansi, wanajimu wa karne ya pili walishindwa kupata mwafaka, wakajiondoa katika mjadala huu. Kulingana na mawazo ya kitabu cha uchambuzi wa Bible Expository Commentary, jua na mwezi havikubaki vimeganda muda wote na kisha baadaye ghafla kuzama. Wanasayansi walijaribu kufanya discussion, wakaitana kwenye chumba, wakajifungia, wakaaga wake zao, tujadili kama lilisimama au la. Walijadili. Wengine wakasema hatupati majibu, wakajitoa katika mjadala, wakasema sasa ya mambo hayajadiliki, hatupati majibu yoyote. Ninasisitiza tena, muujiza wa Mungu unapofanywa kwako, makundi kinzani yanakaa kujadili ili kuweje ukapata mimba. Mwisho vikao vinakatika, vinasambaratika, maana hata wao hawajui counter attack iliyofanywa. Jioni ya leo Bwana hufanya counter attack. Mwaka 1999 mchezo wa mpira wa miguu kati ya Manchester United na Bayern Munich, finali, Manchester United kafungwa. Bayern Munich wameanza kushangilia na kombe linapita la artificial, wanashangilia. Mataifa ya Ghana yaliyokuwa na wachezaji wanashangilia. Baadaye akasimama Sir Alex Ferguson, akamsimamisha Ole Gunnar Solskjaer. Dakika inaelekea 90, akamwambia weakness za ile timu. Alafu Ole Gunnar alipoingia akasababisha goli na akafunga goli ndani ya dakika kama 5 hivi. Matokeo yakabadilika na Manchester United akachukua kombe. Ni kweli shetani amekusukumia mpira, shetani amekushambulia kwa magonjwa, kwa huzuni, kwa shida, amekushambulia na wewe unaona ni dakika 90 uchomoki. Yesu anafanya counter attack jioni ya leo. Yesu ndio Ole Gunnar Solskjaer wetu, akasawazishe katika jina la Yesu. Shetani anashangilia eti tuko dakika 90. Yesu anafanya kituko, yani anasawazisha dakika za lala salama. We mama mwenye miaka 60 70, hujachelewa. Bwana naye anakwenda kukutendea leo. Umesubiri miaka 10, 5, 6, 20, umesubiri miaka 2, umesubiri miezi mingi, lile jibu lako leo ni finali. Leo ni leo. Sasa pastor anatumia mfano wa mpira. Sisi wa Sabato hatuongee mpira. Yesu kule kwenye Biblia ametufanisha na mbwa. Ametufanisha na tai najisi. Tutumie tusitumie? Acha siasa. Ndipo jua na mwezi vikaonekana kuzama taratibu. Namalizia. Tena nimejitahidi, nimehubiri dakika 40 tu. Maana nimeanza saa 1 dakika 20. Napaswa kupewa pongezi. Mungu alisimamisha jua na mwezi katika utaratibu wa kawaida, kisha akatawala mwendo wao, akifanya mwanga kudumu kuwepo kwa muda zaidi. Akaunganisha mawazo yake. Anasema mwandishi aliyevuviwa anatumia maneno ya lugha ya kawaida kuelezea swala la kisayansi. Kwa kweli sio jua linalozunguka, ni dunia inayojizungusha katika muhimili wake. Hata katika siku zetu, wakati ambao tuna ufahamu wa kutosha kuhusu sayansi, bado tunasema jua kuzama na kuchomoza. Wale ambao wana uelewa kidogo kuhusu Mungu humfanya Mungu kuwa na uwezo mdogo wa kuingilia taratibu za asili. Udhani kwamba kusimama katika mzunguko wa dunia kungeathiri dunia na kusababisha madhara makubwa kwa mfumo wa jua. Kama sio malimwengu yote, the universal, aidha tukio hilo liwe lilitokea kwa mtindo huo au ilikuwa ni kukisiwa
kuakisiwa kwa mwanga, au iwe lilifanyika kwa njia yoyote ile, ukweli unabaki pale pale kwamba kuna muujiza ulitokea. Kama unamwamini Mungu mwenye nguvu, omnipotent, kama muumbaji mruzuku, kwamba ndiye anayetawala kazi ya uumbaji, hapo hakuna shaka muujiza huo ulitokea ama ukutokea. Pawe na mashaka au hakuna mashaka, pawe na maswali au hakuna maswali, pawe pana matatizo au hakuna matatizo, uwe uliona ama ukuona, sisi tunachojua, jua lilisimama na mwezi ukasimama. Lilisimamaje? Sisi hatujui. Mwezi ulitulieje? Sisi hatujui. Je, ulirudi nyuma? Sisi hatujui. Je, uliganda? Sisi hatujui. Je, ni mwanakondoo alimulika litaa? Sisi hatujui. Tunachojua, jua lilisimama. Unapopokea muujiza wako hakuna maswali. Simama juu, njoo hapa mbele. Wachungaji, tupite hapa mbele. Tumesikia mbiu zeni kote, Yesu okoa, amri nchini baharini, eneze ni mbiu hii, Yesu. Wapo watu wanaohitaji ubatizo siku ya Ijumaa. Tutakuwa na ubatizo tunaofuatiliana online, na wale ambao tuko hapa, kama yuko mtu anahitaji ubatizo, njooni, wachungaji watawapokea mara moja, na waomba mpite hapa mbele. Kama kuna mtu yoyote anayehitaji ubatizo, apite hapa mbele. Bwana awabariki. Wachungaji wanapokupokea, Mungu awabariki. Pita hapa mbele. Kama yupo mwingine, na sio fashion kukaa bila kubatizwa. Ukiwa uko chuo kikuu hujabatizwa, that is not a fashion. Utachelewa, shetani atakubatiza wewe. Kama kuna mtu anahitaji ubatizo, apite mbele. Sasa nimruhusu Pastor Kimbawala ataomba, na mimi nitamalizia kuomba, na wachungaji wengine wataomba kimoyomoyo, maombi mafupi mafupi, tukidai ahadi za Bwana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno makuu ya imani ambayo tumeyapata katika jioni ya leo katika kambi la Misufini. Pastor, Bwana akubariki sana. Niwapongeze pia vijana, watu wazima, lakini washiriki wa Temeke wamepatwa na msiba wa mwimbaji, dada wa mchungaji Mganga, dada Doto Mikemo, lakini wamefika kwa kazi ya Bwana. Bwana wabariki sana, kwa sababu ni Mungu wa yote yasiyowezekana, kama ambavyo neno limesema jioni ya leo. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Tunakushukuru kwa sababu ya mkutano wa mtaa wa Misufini wa makambi. Umetuleta tuweze kuisikia sauti yako, na jioni ya leo tumeona mambo ambayo ni makubwa, mambo ambayo ni magumu, kupitia mtumishi wako Yoshua, ambaye aliona ya kwamba vita inaweza ikamalizika kwa siku nyingi, na hivyo akatumia mamlaka kutoka mbinguni, kwa sababu ana Roho Mtakatifu. Nasi tupatie Roho Mtakatifu katika usiku wa leo, katika kambi la mtaa wa Misufini. Baada ya maneno makuu ya imani ambayo yanatolewa, asiwepo hata mmoja ambaye atarudi kama alivyo. Asante kwa sababu kuna watu wamekata tamaa. Wengine ni katika biashara zao, wengine ni katika masomo yao, wengine ni katika mahusiano yao, na wengine wameingia kwenye mahusiano hawajapata hata watoto. Yesu, kila mmoja anayeleta maombi yake
kupitia somo lililotolewa na Pastor Lumbe jioni ya leo, kila mmoja akapokee kwa kadri upendavyo. Asante kwa sababu kuna watu wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Roho wako Mtakatifu akaendelee kuwashikilia. Maamuzi walioyafanya ni maamuzi makubwa ya kuachana na ulimwengu na kukufuata wewe. Simama pamoja nao. Shetani anafanya kinyang'anyiro akitaka apambane na watu hawa waukose uzima wa milele, lakini kwa sababu wametembea kwa miguu yao, kama watu wako umati huu ambao umetembea kwa miguu yao bila kujali muda, lakini kwa sababu wanaisikia sauti yako, Yesu, sikia kuomba kwetu. Tubariki katika mkutano huu. Ninauweka wakfu, shetani asijiinue kwa namna yoyote, na hata ile familia iliyoachwa kule Temeke ya mwanakwaya yule ambaye amelala, Yesu ukawapatie faraja iliyokuu. Tubariki usiku wa leo. Tunaamini utakuwa pamoja nasi mchungaji anapokwenda kuhitimisha sikia kuomba kwetu kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Baba Yesu Kristo, wachungaji wanapoomba na wakati wa mahubiri, neno likihubiriwa, ulikuwa ukifanya kazi Yesu na malaika zako. Itosha kusema ninashukuru kwa miujiza uliotufanyia. Amen. Asante. Maana jioni ya leo magonjwa yameachia watoto wako. Wanakwaya watemeke, kama yupo mgonjwa anayeugulia aliyekuja hapa usiku wa leo, akaseme kambi lile nilipona milele. Amen. Kama kuna mshiriki yuko hapa anayepitia changamoto, na hatutaacha kuombea magonjwa wiki nzima, kwa sababu tupo kwenye ulimwengu wa dhambi. Hatuwezi kuacha magonjwa yanatesa watoto wako. Baba, katika jina la Yesu, kama jua na mwezi vilisimama na magonjwa yakasimama. Amen. Hata kama yameshindikana, hata kama yameshindikana, tunaongea nayo na yakasikie, yakawaachie watoto. Amen. Watu wanaopitia changamoto za uchumi, za kifamilia, kazini, za kimaisha, za wanafunzi kule vyuoni, changamoto ya namna yoyote, Bwana kapigana upande wetu. Amen. Wengine kwa sababu ya magumu waliopitia wamejikuta wana pressure, kisukari, vidonda vya tumbo. Hivyo vilivyoletwa na stress, Baba, na kuomba vikaachie, vidonda vya tumbo vikaachie, pressure zikaachie, kisukari kikaachie. Lakini tuna kesi kadhaa za mabinti, kina mama walioshika ujauzito na ujauzito wao unawasumbua na kuna hatari ya hizo mimba kutoka. Yesu, ninakuomba, kama ni ndugu zetu walioko mbali, madam sisi tuko hapa, kama ni mtu alioko hapa, watoto hawa mwakani miezi kama hii wakazaliwe. Amen. Tunaombea uongozi wa jimbo, Pastor Sikazwe, katibu, treasurer na wakurugenzi na wachungaji. Jimbo hili likawe mfano wa matoleo, wa mapato, wa utulivu, na kazi ikachapwe, mipango yao yote ikatimilike. Lakini mtaa wa Misufini kule SUA, tunajua kuna kanisa linajengwa hapa, wana mikakati hata ya kujenga kile choo pale, na makanisa mengine na mipango yao, mipango yote ikakamilike. Lakini zaidi ya yote, Jumamosi tunalo goli la sadaka ya shukrani. Kila mtu anajua kapanda bodaboda ngapi kwa mwaka mzima tangu kambi la mwaka ule ajafa. Tumetembea mabarabarani hatujagongwa. Kama wakati wa corona tulinunua gesi 300,000 kwa siku. Watu wakiumwa figo wananunua yale majitu 300,000 mara 3 kwa wiki, 900,000. Sisi hatujaugua eti kutoa 100,000, tunalalamika 50,000. Ninyi watu hamjajua Mungu alivyowabariki, na hatutaji kwenye mahubiri yako hamasisha sadaka shukrani, sadaka shukrani kila wakati. Lazima Mungu akusaidie ujue namna alivyokulinda. Wangapi wakiwa wamefumba macho wanasema, Yesu, Jumamosi tatoa sadaka ya shukrani, mikono juu. Baba, watoto wako wamenyosha, hata kama hawana wamenyosha. Sasa watendee
walionazo wakatoe, na ambao hawana watendee muujiza wakapate watoe. Amen. Lazima Sabato tumalize kwa kishindo, tukiwa tumeponywa, tukiwa tuko tayari kukusubiri wewe. Wapo online wanaotufuatilia, nao wabariki, walinde. Neema ya Yesu, ushirika wake ukawa pamoja nasi. Mungu akaangazie nuru ya uso wake, akawafadhili na kuwalinda. Katika jina Yesu Kristo, amina.